Zitto Kabwe kwa mara ya kwanza amefunguka mazito kweli kweli kuhusiana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 na 30, siku ambazo zilikuwa ni siku ya uchaguzi, lakini mwisho siku ukatokea maandamano makubwa ambayo yalisababisha maafa ya vijana wengi katika nchi ya Tanzania. Ameandika ujumbe mzito kweli kweli ambao unasomeka kama ufuatavyo. Ameandika kwamba wakati mauaji yanatokea nchini China tarehe 4 Juni mwaka 1989, nilikuwa darasa la 6 katika shule ya msingi Kigoma. Sikushuhudia kwenye televisheni kama wengine, maana nyumbani hatukuwa na TV. Nilikuja kusoma kuhusu tukio hilo miaka kadhaa baadaye, na katika siku 10 zilizopita nimekuwa nikiyasoma tena baada ya mauaji ya Oktoba 29 yaliyotokea katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Sikuyaona mauaji yaliyofanyika Dar es Salaam, Mwanza wala Arusha kwa kuwa wakati huo internet ilikuwa imezimwa, lakini Oktoba 30 niliungana na wananchi wa Kigoma waliokuwa wakiandamana katika ofisi ya halmashauri ya Kigoma Ujiji kupinga matokeo ya uchaguzi. Baadaye nilikamatwa na kuwekwa rumande katika kituo kikuu cha polisi. Huko ndiko askari kadhaa waliponisimulia kuhusu hali mbaya iliyokuwa ikitokea Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya. Mmoja wao akaniambia amepoteza mdogo wake katika machafuko hayo. Bado sikuweza kutambua ukubwa wa maafa hayo hadi nilipoanza kuona video baada ya internet kurejeshwa. Ilikuwa ni mauaji ya Oktoba. Huu ulikuwa ni wakati wetu kama China. Moyo wangu unaumia, unavuja damu tunapokabiliana jinamizi lililomeza taifa letu tangu uchaguzi wa damu Oktoba 29. Hewa imejaa vilio vya wasio na hatia, ardhi imejaa damu ya kaka zetu, dada zetu. Ni usaliti uliotoboa mioyo ya Watanzania. Ni vipi wanaweza kufanya haya? Mauaji haya ya kinyama yaliyotekelezwa na vyombo vyetu vya usalama katika mikoa ya Mwanza, Mbeya, Arusha na Dar es Salaam, Songwe yameporomosha familia, kuharibu jamii na kulazimisha taifa letu katika huzuni isiyo na kifani. Akina mama wanalia mikono mitupu, akina baba wanatafuta wapendwa wao gizani, na vijana waliokuwa na ndoto wamezikwa katika makaburi yasiyo na majina. Vitendo hivi, risasi kufyatuliwa majumbani, utekaji wa usiku, vipigo kwa waandamanaji wa amani ni doa jeusi katika historia yetu. Vimetukana amani na umoja ambavyo Mwalimu Julius Nyerere, baba wa taifa letu, alipigania uhuru kwa moyo wake wote. Tusifumbe macho yetu. Hii ni jeraha wazi la watu walioporwa utu na maisha yao. Bwana, huu ni ujumbe wa kiongozi wa upinzani, yani tukizungumzia ACT, Zitto Kabwe ameandika ujumbe huu baada ya matukio yote yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 na 30. Yeye amekuja na ujumbe huu ambao kwa mara ya kwanza tangia tukio hilo litokee katika nchi ya Tanzania.